بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani bwana wetu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tutaendelea na maelezo haya, makumbusho haya ya zaka za fitri. Na tulifika katika maelezo kuwa mtu ambaye ana pesa ama ana chakula kinachozidi ile siku yake ya Eid na usiku unaofuata chake na cha wale ambao wanamtegemea, yani lazima awalishe. Ikiwa amezidi, ana pesa ambazo zazidi chakula kile, basi mtu kama yule lazima afanye nini? Atoe zaka za fitri. Tamam. Na lau ikiwa mtu ana deni, watu huuliza, bwana mimi nina deni na lile deni sijalilipa. Tamam. Maulama watuambie, ikiwa lile deni ni limezidi, yani hana pesa nyingine ya kulipa lile deni, Kwa mfano mtu ana 2,000, imezidi. Hii 2,000 imezidi. Tuseme sasa khalas tushahesabu kile chakula chake. 2,000 imezidi. Lakini wakati huo pia ana deni 2,000. Hajailipa bado, lakini ana deni la 2,000. Afaa kulilipa. Ni hali, yani khalas lazima alilipe sasa. Tamam. Je, tutamwambia bwana, sisi hatujali, hatuangalii deni lako. Madamu una pesa lazima utoe zakatul fitri, ama tutamwambia la, lipa deni lako. Ama hata kama utailipa kesho haina neno, lakini huu una wajibu wa kutoa zaka ya fitri. Maulama wetu katika madhehebu yetu wanatofautiana. Wengine wasema lile deni lamzuia wajibu, yani kwa vile yeye ana deni na hana sehemu nyingine ya kulipa lile deni, khalas tumwambia wewe huna wajibu wa kutoa zaka za fitri, usitoe zaka za fitri. Kwa sababu gani? Kwa ajili una deni. Lakini kama tulivyosema, ni iwe lile deni limemaliza zile pesa yani deni, yeye ana deni la 2,000 na yeye mwenyewe ana 2,000 zilizozidi, khalas tutamwambia haina neno, pale hakuna uwajibu. Lakini la, ana deni la 1,000 na yeye ana 2,000, tutamwambia angalia, 1,000 utalipa deni, lakini lile 1,000 lazima ufanye nini? Lazima utolee zaka za nini? Za fitri. Tamam. Huyu ni mtu ambaye ana deni. Sasa yule mtu ambaye tumesema ni lazima atoe zaka za fitri, yule mtu tulosema ambaye lazima atoe zaka za fitri, yani yeye ana chakula kilichozidi ama ana mali ambayo yamezidi kile chakula cha ile siku ya Eid na usiku wake, kama tulivyoeleza. Mtu kama huyu lazima atoe zaka za fitri zake na zaka za wale watu wote ambao wamtegemea yeye katika chakula. Zaka zake ni wajibu. Zaka za mke wake pia ni wajibu wake. Zaka za watoto wake pia ni wajibu wake. Na ikiwa yamlisha babake na mamake, pia zaka za babake na mamake ni wajibu wake. Fahamiane. Yani ikiwa ni wajibu yeye kuwalisha nani? Babake na mamake. Ikiwa ni wajibu yeye kuwalisha nani? Watoto wake. Pale ndo kwake pia inakuwa zaka zao ni wajibu. Yani kwa mfano huyu Zaidi tulotoa mfano katika darasa iliyopita, tulitoa mfano tukasema Zaidi kwa mfano ana 10,000. Tukahesabu upande wa chakula cha ile siku ya Eid na usiku wake ni 1,500. Tukaziweka kando 1,500. Sasa yeye amebaki na 8,500. Hizi ni zaidi, ni extra. Tutamwambia yule Zaidi lazima atoe zaka zake, lazima atoe zaka ya mke wake, lazima atoe zaka za watoto wake wadogo ambao hawajabalighi. Tamam. Na pia lazima atoe zaka za wazazi wake, ikiwa ni wajibu wake kuwalisha nani? Kuwalisha wazazi wake. Manake asli ni kuwa ikiwa wazazi ni matajiri, wana pesa zao, wana pesa nyingi kwenye benki, basi si wajibu wa mtoto kumlisha yule mzazi. Kumlisha ni hisani, hali kama ile. Kumlisha ni hisani, ni sunna. Tamam. Lakini ikiwa la, baba na mama ni maskini, basi yule mtoto lazima awalishe nani? Wazazi wake. Kwa hivyo huyu Zaid katika huu mfano tulopiga, atatoa zaka yake mwenyewe kwanza, kisha atatoa ya mkewe, yani atatomtolea mke wake, kisha atatolea watoto wake wale 3 au 4 tuliotoa mfano, kisha atatoa pia zaka za nani? Za babake na mamake. Tamam. Kwa hivyo hata yule mtoto mdogo tuliotoa mfano kwa anzalio kabla ya magharibi kwa muda mchache, kisha akaishi mpaka baada ya magharibi, kisha kafariki, mzazi wake ndio yamtolea nini? Yamtolea zaka. Mzazi wake ndio yafanya nini? Yamtolea zaka. Tufahamiane. Mtu yoyote ambaye wewe ni wajibu wako kumlisha, basi lazima pia umfanye nini? Umtolee zaka za fitri.
mtu yote ambaye ni wajibu wako kumlisha, basi lazima umtolee nini? Zaka za fitri. Isipokuwa mtu mmoja hutomtolea zaka za fitri na wewe ni wajibu umlishe, ni mke wa babako. Ikiwa kwa mfano mtu ana babake ameoa mke mwingine, si mamake, ameoa mke mwingine, yani kwa lugha yetu sisi humuita mama wa kambo, yule mama wewe lazima umlishe. Lazima ufanye nini? Lazima umlishe. Ikiwa lazima umlishe baba yako, pia lazima utamlisha yule. Lazima, ni wajibu wako kumlisha, lakini humtolei zaka za fitri. Si wajibu wako kumfanya nini? Kumtolea zaka za fitri. Tufahamiane hapa. Huyu wewe si lazima ufanye nini? Umtolee zaka za fitri. Wallahu a'lam. Tamam? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa mara nyingine mtu ana uwezo wa kutoa zaka za fitri, ana uwezo wa kutoa zaka za fitri zake tu. Hana uwezo wa kutoa zaka za fitri, kwa mfano yani yeye yuko yeye na mke wake na watoto watatu, na wazazi wawili. Kama huu mfano ule tutabaki na huu mfano wa Zaidi tuliokuwa nao. Mtu ana zaka zake na ya mke wake na ya watoto wake na ya wazazi wake, lakini yule mtu maskini, yani mtu hana uwezo, zile zaka alizonazo inatosha tu atoe zaka yake peke yake. Hawezi kutoa zaka ya yani akishatoa yake itakuwa zile pesa zilizozidi zimefanya nini? Zimeisha, hana extra. Ama akitoa yake na mke wake peke yake imetosha, hawezi kutoa ya waliobakia. Ama hata hana ya kutoa yake peke yake hawezi hata kutoa kile kiwango kamili, yeye aweza kutoa kiwango nusu. Kwa mfano sisi tumesema pishi, sio? Tulisema pishi. Pishi kama itakavyokuja ni kama 2 na nusu au hata chini, labda 2 na robo na zaidi kidogo. Tamam. Sasa mtu kama huyu labda hana 2, hana pesa zinazofika 2. Zile pesa alizonazo zatosha tu 1 ya mchele labda. Tamam. Je, atafanya nini? Nini hukumu? Tamam. Lau ile zaka haitoshi, atatoa ile alichonacho. Atatoa kile alichonacho. Hufai kusema khalas mimi siwezi kutoa pishi nzima, basi hata ile nusu pishi siitoi. Hakuna haja, manake wajibu ni pishi nzima. La, tunakwambia la yasqutul maisur bil ma'sur. Kile unachoweza kukitoa hakiporomoki, hakianguki ikiwa huwezi kutoa kamili. Ikiwa kama Waswahili wanavyosema heri nusu mkate kuliko yani heri nusu mkate kuliko kosa kabisa. Yani wewe kama huwezi kupata kutoa yote, basi toa kile uwezacho. Kwa hiyo ikiwa ile zaka ya fitri ni 2 na robo au na nusu, basi na wewe una 1, ile 1 lazima ufanye nini? Uitolee zaka. Huwezi kusema bwana angalia mimi siwezi kutoa 2 khalas sitoi. La. Na pia tunasema lazima ajitolee yeye na mke wake na watoto wake na wazazi wake. Ikiwa anaweza kutolea watu 3 peke yake. Sisi tumesema ule mfano wetu ni kuwa yuko yeye na mke wake na watoto 3 na wazazi 2. Mke, watoto 3 na wazazi 2, hao ni watu 6. Labda yeye ana uwezo wa kutolea watu 4 peke yake, basi tutasema atajitolea yeye, kisha atamkadimisha mke wake, kisha atakadimisha watoto wake wale ambao lazima awalishe, yani ambao hawajabalighi, ni watoto wadogo. Tufahamiane, watoto wakubwa hawaingii hapa. Watoto ambao wamebalighi si lazima uwalishe wewe kama mzazi, isipokuwa wewe ni walemavu. Watoto walemavu yani watoto ambao wamebalighi si wajibu wa wazazi kuwalisha, isipokuwa ikiwa yule mtoto ni mlemavu. Tabaan wengine maulama husema ikiwa yule mtoto labda mzazi amemwambia asome kilazima, yeye ndo amemlazimisha asome, kwa hiyo mtoto hawezi kwenda kufanya kazi kwa ajili mzazi amemlazimisha afanye nini? Asome, basi pia pale inakuwa ni wajibu wa mzazi kumfanya nini? Kumlisha. Haina neno, pia pale atatolewa zaka. Lakini watakadimishwa watoto wadogo kwanza. Wale watoto wadogo ndo watatolewa zaka. Kwa hiyo yule mzazi atajitolea yeye, yule mwanamume yani atajitolea yeye, kisha atolee mke wake, kisha atolee wale watoto wake kama ni 2 wadogo. Kisha ikiwa imekwisha tutamwambia khalas, wale wengine umesameheka, uwajibu hauko. Hakuna uwajibu wa kuwatolea wale waliobaki, utatoa wale uliona nini, uliona uwezo. Tueni makini hapa, tueni makini. Amam la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo atakadimisha mke, kisha mtoto mdogo, kisha baba, kisha mama, kisha mtoto mkubwa. Ikiwa yule mtoto mkubwa ndio hivyo tulivyosema hana uwezo, ama ni kama tulivyosema yuasoma kwa amri ya mzazi, basi baada ya baba na mama ndio yule mzazi atafanya nini? Atamtolea mtoto kama huyo, yani mtoto mkubwa. Tamam. Nafikiri itakuwa imefahamika masala haya.
katika madarasa yajayo inshallah tutazungumzia wakati wa kuitoa ile zaka ya fitri. Ni wakati gani twafaa kutoa ile zaka ya fitri, ama ni wajibu kutoa ile zaka ya fitri? Nini hukumu ya mwenye kuichelewesha? Nini hukumu ya mwenye kuifanya nini? Kuikadimisha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'la wa a'lam.